kweli na changamoto nyingi. Ukija kuangalia comments zangu nyingi watu wana blame kuhusiana na kamera of course lakini nachoshukuru licha ya quality bado wanaendelea kusikiliza. Lakini wanasikiliza kwa sababu ya kile ninachokitoa. Kuna kipindi nilikuwa na post hata video 10 kwa siku. Lakini kuna muda naona haitoshi. Sio wote tuna uchumi wa kuweza kununua simu nzuri. Sio wote unaweza kununua kamera. Kwa hiyo anza na ulicho nacho. Hivyo vingine vitakuja. Kipindi namaliza shule form 6 nimewahi kuulizwa na polisi. Walikuwa katika majukumu yao. Na nikosa kweli ilikuwa zamani uzembe na uzururaji. Kwa content za vita hautotufanyia tena au? Siwezi nikatoka frontline. Aliua lakini sasa hivi kaachiliwa huyu. Yule bwana aliiba lakini tunaona yuko mtaani ama kama ni kuna rushwa. Hapana, haiko hivyo. Mambo vipi? Shwari kabisa. Kama kawaida. Finally tumekutana. Finally. Nimekuwa nikikufuatia muda mrefu sana kwenye mitandao, especially TikTok. Nilikutanaga na video zako. Aisee, video zako ziko poa sana. Kama kawaida tunaendelea kutikisa. Video zako ziko poa sana. Unatusaidia sana by the way. Unaweza kutuelezea sheria katika lugha ambayo mara nyingi watu wengi hatujaizoea ni kweli kwa sababu lugha ya sheria ni technical. Kwa sasa kama msomi inabidi ujaribu kumfikia kila mtu, unaweza kuishusha katika lugha ambayo kila mmoja anaweza kuelewa. Sababu ukilazimisha nitumie ile lugha technical ambayo nimesoma wakati kwa taaluma naweza inakuwa mzigo kwa watu. Kwa hiyo kwa kurahisisha na mtu aweze kujifunza kwa haraka na kutambua kwa haraka kumbe ikiwa hivi inakuwa hivi, naweka katika lugha nyepesi sana. Safi sana guys. Kwa wale wasomfahamu nadhani leo mtamfahamu zaidi, lakini kama ushakutana naye leo nimepata chance ya kuwa naye leo, tutapiga naye story 2-3 naye atajielezea like yeye ni nani na anafanya vitu gani. I'm sure labda utakuwa unafahamu, lakini labda atapata chance yeye mwenyewe kujielezea ni nani, anafanyaje content zake like ile kitu kilichomsukuma paka kwanza kufanya content kwa ni kitu kipi. As you know, kwenye channel yetu nyingi watu wanazungumzia issue sana za content creations, vitu vinavyokwendaje, mambo ya digital na nini. Kama tunafahamu kama sasa hivi issue za digital zimekuwa ni kitu ambacho social media imeteka soko sana sasa hivi maana kila mtu sasa hivi anatumia simu. Kwa na kama kila mtu anatumia simu, maana watu watahitaji kuona maudhui mbalimbali. Na moja maudhui ambayo watu wengi kuna kila mtu anapenda aina yake ya maudhui, lakini maudhui leo ambayo ya mtu ambaye nimemleta leo ni kitu tofauti sana. Nadhani atajielezea zaidi. So Mr. Cleo, kwa watu wasio kufahamu, hebu jielezee kwa ufupi nani, unafanya vitu gani na issue kama hizo. Okay, sawa. Binafsi kwa majina naweza leo nikawafahamisha. Natumia jina la Cleo kwenye mtandao. Ukienda kusearch sehemu yoyote, TikTok sana sasa hivi soon tutakuwa na account ya Instagram, utakuta account yangu Cleo. Lakini ukisearch pale juu tikisa ushahidi watakuletea kuna video nyingi sana. Kwa hiyo binafsi kwa taaluma mimi ni mwanasheria certified na degree yangu ya sheria na elimu ya sheria. Kwa hiyo chochote unachokisia kutoka kwangu usizani nimekiokota kutoka mtaani, hapana, kijaje kimeujiza na degree ya sheria, na hayo yote unayoyasikia ni ya kitaaluma. So mwanzo wakati naanza nilikuwa nazungumzia kuhusiana na vita. Kwa watu ambao wameanza kunifuatilia tangu mwanzo, tulikuwa nazungumzia kuhusiana mambo ya vita, Russia, Ukraine, Iran imeenda ikarudi. Ni mpenzi sana wa vita na mambo ya kihistoria. Kwa watu wanaofuatilia, kuna watu wengine wanakutana nao njiani wanakuita Genghis Khan. Acha. Kwa watu ambao wanakufahamu before wanakufahamu kwa content za vita. Kwa hiyo short una interest na kufuatiana na hizi geopolitical things na nini? Geopolitics, yani hiyo ndio kitu ambacho watu imeanza kunitambulisha. Watu wameanza kunifahamu kwenye vita na historia. Sijui Genghis Khan, sijui tawala fulani ilikuwaje, sijui Mongolia waliwakonga jamii fulani, sijui Majimaji. Ukija kuangalia kwenye account yangu kule chini kuna mambo mengi sana ya vita, historia nimeweza kuelezea mule sana. Lakini paka leo pia napata changamoto moja. Kuna baadhi ya watu waliozoea kwenye vita, ukiangalia comments wasema bro turudi pia vitani, lakini kiasi tunaenda kwa sababu sheria watu wanahitaji wengi, kuna changamoto nyingi. Kwa hiyo sheria tunaenda nayo, ila vita pia sijaisaliti kiasi hicho. Kwa hiyo usiache kuniangalia kwa sheria, sasa hivi vita bado tunaendelea. Actually watu wengi wanakufahamu kwa
tikisa. Tikisa. Na and by the way hiyo neno tikisa yani ilikujaje by the way? Sasa hivi neno tikisa ushahidi limetokana na, unajua mtu akiwa anatuhumiwa mfano kwenye kesi za jinai, jamhuri wanatakiwa kudhibitisha kesi yao bila kuacha shaka yoyote, yani beyond reasonable doubt. Na doubt zote zinazotokea kwenye hiyo kesi zinaenda kwenye favor ya yule mtu ambaye anatuhumiwa. Sasa kazi ya mtu ambaye anakuwa anatuhumiwa kwa jinai, kazi yake ni kuibua mashaka. Ni kweli kuna muda anatakiwa alete ushahidi athibitishe kesi yake, lakini kazi yake kubwa ni kuibua mashaka kwenye kesi ile ya upande wa jamhuri, maki wenyewe anatakiwa wathibitishe bila kuacha shaka yoyote. Sasa wewe hapo ndo unatakiwa uibue mashaka, uweze kutikisa kesi yao. Ukipewa nafasi ya kumuuliza maswali shahidi wakati wa cross examination, umuulize maswali ambayo yatamfanya yeye atikisike, yani ionekane alichokisema nyuma kilikuwa ni cha uongo na kulinganisha hicho kuja kujua baadaye. Na of course na hicho ndio kitu ambacho naweza kusema nipenda kutoka kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo mwanzo sisi tulikuwa kama mimi personally naweza kusema kuna wakati mwingine kuna vitu unaelezea ninahisi viko hivi, lakini ulivyokuja kuelezea kwa lugha rahisi nikajua kwamba kumbe 1 2 3 kumbe naweza kani na haki kama nifuata sheria 1 2 3 I say yani big up sana I say. I say pamoja sana. Kama kawaida kila siku tutaendelea kujifunza. Hii account ipo na itakuwa active siku zote. Kwa hiyo ni elimu ya kisheria. Hilo neno tikisa ushahidi natamani liwe kama neno la mtu yoyote yule ambaye anaweza akatafuta haki yake kwa njia halali za kisheria zilizopo. Ukaenda usiogope. Watu wanaogopa mahakama. Watu unajua kuna mtu anawaza kwenda mahakamani nitakiwa niweje, lakini mtu yoyote anaweza kwenda mahakamani kusikiliza kesi. Kama una changamoto yako yoyote ya kisheria, nenda sehemu sahihi ambayo unaweza kupata haki yako. Una changamoto labda unahisi kuna sehemu kuna rushwa, labda haki yako inaweza kupotea, nenda TAKUKURU, nenda kapambane, kawaelezee. Kwa hiyo tikisa ushahidi mimi naweza nikaiweka katika upana mkubwa kwamba pambania haki yako mahakamani, simama, kama unaweza kujitetea jitetee. Vifungu vinasema hivi, sheria zimesema hivi. Kwa hiyo ipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa. Kwa hiyo tukajaribu kuweka katika neno moja, japo tumeitoa huko katika jinai kwamba huyu anayetuhumiwa atikise, apambanie haki yake. Sasa tunaiweka in general kwamba mtu yoyote yule atakiwa atikise ushahidi, apambanie haki yake. Okay. Kwa hiyo ina maana kubwa, sio maana moja. Tukianza kuidadavua hapa tunaweza kusema. Sure. Afu na kitu kingine pia nilichopenda kutokea kwako ni yani huko very consistent. Yani kuna yani una post content sana, na nadhani kazani hata ndio kitu ambacho kimefanya, of course content zako ni nzuri sana ndio maana unaweza kukua haraka, lakini pia naweza kusema kitu ambacho kimekufanya uweze kukua haraka na kupata followers na nini ni ile consistency yako yani. Like yani unawezaje ku stay consistent especially kwenye create content na kupost kila siku yani? Yani binafsi mara nyingi kweli na changamoto nyingi. Ukija kuangalia comments zangu nyingi watu wana blame kuhusiana na kamera of course. Lakini nachoshukuru licha ya quality bado wanaendelea kusikiliza. Lakini wanasikiliza kwa sababu ya kile ninachokitoa. Umeona? Unajua kuna mtu anaweza kaa amekaa hapa ana idea nzuri, anawaza anzie wapi, ila anawaza labda mimi na iPhone of course wengi wakati unaweza ukawa na simu yako tu ya kawaida, ila kile unachokitoa message ujumbe unaotoa, je una nani gani kwenye jamii? Kama una impact kwenye jamii watu wanakupokea. Kwa hiyo maybe nafsi changamoto za kisheria ziko nyingi. Nikisema nisubiri mpaka uje kuwa una kila kitu, watu watakuwa washaumia sana. Kwa hiyo consistency, na mpaka sasa hivi naweza kusema bado sijaenda vizuri kwa sababu ni vitu vichache sana nimegusia sana sheria mbili tu. Madai na jinai. Lakini kuna sheria za kazi, kuna sheria za bima, kuna mirasi, kuna vitu vingi ambavyo bado sijavigusa. Kwa hiyo sasa hivi nipo consistency, lakini binafsi naweza nikasema bado niko nyuma. Yani kuna kipindi nilikuwa na posti hata video 10 kwa siku, lakini kuna muda naona haitoshi. Kuna vitu vingi watu wanatakiwa vingi sana yani kwamba kuna maswali mengi ambayo unahisi bado yanahitaji majibu kwa watu wengi. Watu wanahitaji majibu kwamba mimi naweza nikamwambia mtu ikitokea hivi fanya hivi, lakini hiyo hivi ikishindikana anafanya hivi. Umeona? Kwa bado hayo maswali yapo na sheria ni muendelezo. Umeona? Ikitokea hivi fanya hivi, imeshindikana hiyo hivi tunafanya nini? Umeona? Kwa hiyo unajikuta still bado wananihitaji niendelee kutoa vitu vingi, na nitajitahidi kama kawaida tuendelee kutikisa ushahidi kila siku. Okay, of course. Concept ni nyingi na ni mpya pia. Of course, especially hilo swala la consistency, sababu actually watu wengi wamekuwa wakinicheki kwa sababu nataka nifanye content lakini sina hiki. Watu wanafocus sana kwenye vifaa kuliko message ambazo watakuja kuzifanyia content.
unajua sometimes like kama message ambayo unaizungumzia au kama vitu madini ambayo unakuwa unayatoa ukiwa yakiwa ni makali watu waangalia kwamba quality yako kwamba of course watanosi kwamba sababu ni kitu obvious kwamba kamera mbona lakini hiyo haitawazuia wao kukusikiliza na kupata ile madini na kuchukua content na vitu kama hivyo. Yani kama unaanza mimi nimeanza nazungumzia vita. Kwanza watu walikuwa wananilaumu nilikuwa naongea kwa speed sana. Kiangalia video zangu huko. Lakini mimi nilikuwa pia watu siku hizi hawaangalii vitu virefu. Of course mtu ukisema urekodi video ya dakika 10 mtu asikilize, watu siku hizi tumekuwa wavivu. Kwa hiyo unajitahidi unakiweka kitu kifupi na kizuri. Quality zitakuja baadaye. Kwa sababu sio wote tuna uchumi wa kuweza kununua simu nzuri. Sio wote unaweza kununua kamera. Kwa hiyo anza na ulicho nacho. Hivyo vingine vitakuja. Kwa hiyo usiwaze sana, kikubwa ni kuwa na angalia jamii inahitaji nini. Wewe unaweza kuwapa solution, wape solution kwa wakati. Alafu mambo ya quality baadaye yatakuja of course kitu kinawezekana. Kama nilivyowaambia mimi ni mwanasheria 100%, na vita hatutoacha kuongelea kuhusu vita kwa sababu historia ni kitu ambacho nakipenda. Historia imenikuza na ni historia haijawahi kunisaliti, haijawahi kunitenga. Kwa hiyo nachoweza kusema ni kwamba unaweza ukaendelea kufollow account yangu, ukalike, ukacomment na kushare na ukamshawishi hata ndugu yako yoyote kwa ajili ya kuendelea kufuata maudhui ambayo yanapostiwa pale ndani. Tutaendelea kuposti vita kwa sababu kuna watu pia wanahitaji wajue geopolitics, mambo yanaendaje, Iran imefikia wapi, lakini pia kuna watu wanahitaji mkubwa wa kuendelea kujifunza kila siku kuhusiana na sheria, na nipo kuhakikisha kwamba kila mwananchi, kila Mtanzania anaweza kutambua nini cha kufanya ikitokea changamoto fulani ya kisheria, kwa sababu hauwezi kujua. Na kama unavyojua sheria yetu iko wazi kwamba kutokujua sheria sio utetezi wa kisheria, na sheria ziko nyingi na sio wote tumepata bahati ya kwenda kukaa darasani na kuweza kusoma kutambua mambo. Mtu anaweza kusoma engineering lakini pia hajui kuhusiana na sheria. Mtu amesoma udaktari lakini pia hajui kuhusiana na sheria. Mtu ni dancer, mtu ni content creator, kwenye upande wake anafahamu vizuri. Mimi siwezi nikadance lakini naweza nikamuelezea mtu sheria kuhusiana na mikataba, labda ni content creator ameenda kuform mikataba, asiform mikataba kandamizi. Ni engineer pengine labda ana contract asiende kuingia kwenye mikataba ambayo itakuja kumuumiza baadaye. Kwa hiyo unaweza ukaplay role yako, lakini pia na mimi katika role yangu nitajitahidi kila siku kuendelea kuwaelimisha na kuhakikisha kwamba wote tunakuwa katika level sawa. Hakuna mtu ambaye ataweza kudhulumiwa haki yake, na mahakama zipo zitaweza kutusaidia. Okay. Na kitu kingine pia nataka kuuliza, TikTok huko vizuri sana lakini kuna siku nikajaribu kusearch Instagram, sikuona account yako. Kwa nini hauna account Instagram? Account ya Instagram tuseme mimi kwanza sikuaga mtu wa media. Yani sio mtu before au kuwa mtu wa mitandao. TikTok nimekuwa nayo, yani nimekuwa na TikTok mwaka jana ndo nikaanza na kuposti kuhusiana nini. Kwa hiyo Instagram nilikuwa nayo kwa sababu tu ya kuangalia taarifa. Umeona sio umefollow miradi yayo, umefollow Sky News, umefollow CNN, umefollow hivyo kwa ajili ya kupata taarifa, lakini kwa content sikuwahi kufikiria useme yako ni kauzembe ambako natakiwa nikurekebishe. Nakubali liability. Sure. Huwezi kumsingizia mtu. Hako ni kauzembe, lakini sasa hivi nitajitahidi niwe na account ya YouTube. Nitafanya process niwe na account ya YouTube kwa sababu watu wengi wanasema hivi material tunahitaji tupate tusikilize kwa kina zaidi, tujue tunafanyaje. Ukifundisha YouTube inakuwa vizuri. Kwa hiyo nita expand platforms, Instagram, of course, yani kwamba ndo yani actually ndo tuseme ndo unaanza kutengeneza digital footprint taratibu tunakuwa taratibu ndo mwendo. Ukiwahi changamoto zingine zikatokea baadaye. Okay. Issue nyingine like how unapataje idea za video zako? I'm sure sawa, unajua like una vitu vingi kuhusiana na sheria na nini, lakini una kama vipi na idea za video zako ambazo waga unatupostia madini? Okay. Yani actually idea kwamba ngoja sasa hivi nitengeneze hii idea kwa sababu nahisi kama ndio itananili. Okay. Kuna muda huwa nawaza changamoto. Mfano kama kijana mimi nipe mfano halisi. Kipindi namaliza shule form 6 nimewahi kukimbizwa na polisi. Walikuwa katika majukumu yao. Na nikosa kweli ilikuwa zamani, uzembe na uzulaji kwa saa 6 usiku. Lakini
wakati ule nilikuwa sijui kama sheria yetu haina limit ya muda. Unajua sheria haikulimiti kutembea usiku muda wote unatembea. Okay. Ila unaweza ukamatwa kama mzembe la uzulaji endapo ukiwa upo tu unatembea, haijulikani unatoka wapi unaenda wapi kwa usiku. Na yani tunaweza kukamata kama tunakofia huyu amekaa kiarifu. Kwa hiyo mimi nilikimbiaga, kitu ambacho mpaka leo nasema kumbe nisingekimbia, ningekuwa na taaluma hii, ningekaa ningezungumza nao, ningewae. Kwa hiyo kisheria haturuhusiwi kutembea usiku kabisa. Kisheria unaruhusiwa. Okay. Usiku muda wote unaruhusiwa. Lakini tu hautoruhusiwa kutembea endapo hata tukikuuliza hautokuwa na maelezo ya msingi ya wewe unaenda wapi. Kama hauendi kazini usiku au kama hautoki kazini, basi unaenda wapi? Kama unaenda sehemu ya starehe, kuna sehemu za starehe na kesha naenda sehemu specific ya starehe. Lakini tumekuta tu umezagazagaa ueleweki, wewe ni mzembe la mzulaji. Okay. Kwa hiyo ukiwa na maelezo ya kina, kwa mamlaka yana haki ya kukusimamisha, kukuhoji maswali unaelekea wapi na nini. Mamlaka kwa sababu ni kazi yao kulinda usalama wa raia. Usiku pia majambazi ndio wanaotumia kuvamia. Okay. Kwa hiyo kama unatembea usiku, basi uwe na maelezo mazuri. Unaona? Kwa hiyo sasa hivi pia kuna watu wanapitia changamoto hiyo. Unakuta mtu ana maelezo mazuri tu, lakini kashaweka kichwani kwake kwamba mimi saa 6 natakiwa nikiona gani. Of course kwamba pila hilo linakuja hapa bili nikimbie. Lakini kumbe unaweza kuwa na maelezo mazuri ya kuambia bwana, mimi natoka nyumbani naenda kununua mshumaa dukani. Na hayo na ni watu very fair. Ukorofi ni kweli, kuna baadhi ni wakorofi kwa sababu pia ni binadamu, lakini kuna wengine ni very fair. Unatoka kununua mshumaa, unaenda kununua mshumaa, usienda nyumbani. Kwa hiyo mtu kwa kutokujua unajikuta anakimbia. Kwa hapo unaangalia changamoto, kuna zingine umewahi kupitia wewe mwenyewe, lakini kuna zingine ambazo unajua hizi vijana wenzangu wanazipitia kila siku. Unamdai mtu, badala ya kwenda mahakamani unaenda polisi. Ni kweli unaweza ukasaidika, wanatoa msaada, lakini kuna muda mtu anaweza usipate msaada wako. Utaamua kuishia hapo hapo? Hapana, itabidi ufuate taratibu za kisheria. Lakini wewe ambaye umepelekwa polisi kwa sababu ya madai, pengine imetokea labda bahati mbaya, labda ukawekwa hata ukafungiwa, unawezaje kupata haki yako? Umeona? Kwa hivyo ni changamoto ambazo zipo kwenye mtaa, jamii watu wanapitia kila siku. Hivyo unakaa unafikiria, muda mwingine unasoma comments za watu. Okay. Watu wanaandika comment, hii hapa inakuaje? Inabidi unafanulia watu hapo, bwana 1 2 3 inakuwa hivi. Okay, ni kitu gani ambacho unahisi watu wengi wanadhani kiko hivi lakini hakiko hivi? Okay. Uwanja wako. Watu wengi wanadhani kwamba mtu anaweza akawa kumuona mtu ametenda kosa kwamba ikaonekana kuweni, mfano kumuona mtu labda amemzuru mtu, amemuua. Watu wengi wanaweza kazani labda huyo mtu moja kwa moja anaenda gerezani. Watu wanaweza kazania hivyo, na inakujaga malalamiko hayo, unakuta yule bwana aliua lakini sasa hivi kaachiliwa huru. Yule bwana aliiba lakini tunaona yuko mtaani ama kama kuna rushwa. Hapana, haiko hivyo. Ni kwamba sheria zetu, ukija kuangalia kwenye sheria yetu ya adhabu, yani Penal Code Revised Edition mwaka 2023, kuna makosa lakini pia kuna utetezi wa yale makosa. Mfano kwenye wizi labda kuna bona fide claim of right, kwamba mfano mimi nafanya kazi kwa bosi, labda bosi analipi mshahara, lakini pale ndani ukawa labda na kitu chenye thamani ya ule mshahara. Mimi nikikichukua kile kitu nikaenda kukiuza kwa ajili ya kufidia mshahara wangu, nitakuwa nikienda mahakamani kweli nitakuwa nimeiba, sikuchukua kwa liza yake, lakini na asilimia nyingi za kushinda kesi hiyo kwa sababu ya bona fide claim of right, kwamba nilikuwa na haki juu ya kile kitu. Ni kweli kile kitu kikubwa tu kisiwe kina thamani zaidi ya mshahara wako, hapo huo utakuwa ni wizi. Lakini kama ulikuwa unadaiwa 500, kitu kina thamani ya 200 ukachukua kwa ajili ya nani, ya kujilipa mshahara wako, ni sawa. Kweli unaweza kupelekwa kwa jinai wizi, lakini kuna asilimia kubwa ya kushinda kesi yako. Labda umempiga mtu kwa sababu kakutukana. Okay. Unaona, imetokea ni hasira, unaweza kuja na utetezi wa provocation. Ndio hiyo watu kwenye jamii kwa kutokujua wanasema mahakamani kuna rushwa. Hapana, mahakamani ni sehemu za haki, na wafanyakazi wa mahakama, mahakimu, majaji, maprosecutor, mawakili wanahakikisha kwamba haki ya mtu inafanyika kadri inavyotakiwa kulingana na sheria. Kwa hiyo mtu usione tu kwamba mtu ameenda mahakamani akashinda kesi ukaanza kufikiria mawazo negative. Hapana, sheria kidogo haifanyi kazi hivyo kama jamii tunavyotegemea. Tikisa ndio associate, hakuna tikisa bila associate, na nyie ndio associate, na nyie ndio supporter wakubwa. Mimi siwaiti followers, nyie ni associate, na
t-shirt zetu zimetoka, na napenda kuwakumbusha kuhusiana hilo swala. Support pekee ambayo naomba kutoka kwenu ni nyie kuchangia kununua t-shirt hizo kwa shilingi 25,000 tu ya Tanzania. Ukinunua t-shirt utakuwa haujalipia tu t-shirt, utakuwa umeongeza jitihada kubwa sana katika kuhakikisha tunaendelea kuelimishana, tunaendelea kufundishana kila siku, kupeana motisha hivyo. So hiyo ndo support pekee ambayo naweza nikaomba kutoka kwako kama Mwanatikisa na associate. Kila kitu kinawezekana, so kila siku tutaendelea kuelimishana, iwe mvua iwe jua. Kitu kingine sasa, najua wewe ni mwanasheria na umeanza kufanya content. So na ningependa sana kuona watu wengi ambao let's say wana uelewa wa mambo fulani, wanaanza kuwa wanashare mitandaoni na vitu kama hivyo. Unaweza ukaambiaje like other people na watu wengine ambao wanakutazama, let's say mtu hapa ni mhasibu au let's say ni daktari, lakini nataka kuanza, ni vitu gani ambavyo wazingatie na nini hivyo, yani kwamba like kwa kutokea yani wewe uwe kama mfano, kitu gani ambacho unaweza kuambia? Kikweli mimi kitu ambacho naweza nikawaambia kwamba unapoenda kuelezea watu kwenye jamii, kumbuke wote sio wataalamu wa ile swala. Kwa hiyo wewe kama mtaalamu, ni jukumu lako uweze kuelezea hawa wateja wako, watu ambao wanakusikiliza, wapate msaada kutoka kwako kwa lugha nyepesi sana. Umesomea maji, mtu usimueleze. Mimi ukiniambia maji naona tu maji hayapo, lakini umesomea maji, unajua namna ya kubadilisha maji taka kuwa hivi. Hilo unaweza ukatafuta namna nzuri ya kumuelezea mtu ili aweze kuja kuwa msaada baadaye. Umesomea uhasibu, labda mtu cash flow anatakiwa kumanage account yake hivi na hivi. Tafuta lugha nzuri ambayo mtu yoyote yule ambaye hajasoma, hajawahi kwenda darasa la pili wala la tatu anaweza kukuelewa. Mimi mfano nikikaa chini, kweli inabidi nikae chini mwenyewe nifikirie, nianze kuchukua vitu vigumu nivirahisishe. Lakini kama msomi inabidi ufanye hivyo, sababu hiyo ni kazi yako. Sababu mfano let's say una ofisi, ni mwanasheria au ni doctor au ni nani, unapompokea mteja huwezi ukatumia yale malugha magumu uliojifunza wewe huko. Lazima utafute lugha nyepesi zaidi ya kumfafanulia. Kwa hiyo mimi nawaambia kwamba tusitelekeze jamii, tujitokeze kwenye jamii, tusione aibu, tusiogope. Simama kifua mbele. Umesomea maji, simama waeleze watu kuhusiana na maji. Umesomea udaktari, simama. Nashukuru madaktari wapo wengi siku hizi ambao wanatoa elimu. Umesoma mambo ya uhasibu, njoo waeleze watu kuhusiana na hayo mambo. Umesoma mambo mengi ya ardhi, umesoma, njoo waeleze watu, watatulie changamoto zao kwa lugha nyepesi sana. Na uzuri wa Tanzania sisi tuna upendo, watu watakushukuru sana. Watu watakushukuru na watu watakuombea. Kuna mtu ana uwezo wa kifedha lakini atakupa maombi kwamba huyu kijana abarikiwe kwa hicho nilichojifunza, nimeenda kusolve tatizo langu 1 2 3. Kwa hiyo yani unatusaidia kinshoti kwa kitu unachokifanya Mr. Cleo, Mr. Tikisa, yani unatusaidia wengi sana, yani kwa vile vitu ambavyo unakuwa unatufundisha na nini. Kweli aisee unatusaidia. Kama kawaida, yani lazima tuendelee kutikisa ushahidi, lazima tuendelee kufundishana, lazima tuendelee kuelimishana. Okay, na swali moja. Mimi sijai kuingia mahakamani. Hivi naruhusiwa kwenda kusikiliza kesi na nini, naruhusiwa kwenda mahakamani kusikiliza kesi ambayo labda sio ya mtu ambaye namfahamu au like yani hivyo? Mahakama ni sehemu ya wazi, ni sehemu ya jamhuri, public press, ambayo mtu yoyote yule, haijalishi hata kama una kesi au hauna, au kuna kesi lakini haumfahamu huyo mtu, unaruhusiwa kwenda kusikiliza kesi bila shida yoyote. Kikubwa tu unapoenda mahakamani, behave. Usiende na nguo ambazo hazitakiwi, nguo zimechanika, kikweli hawatokupokea vizuri. Usiende mahakamani ukapiga kelele, hapana. Mahakamani ndio maana hata simu unaambiwa either uzime simu yako ama uweke silent. Ukifika mahakamani unaingia, unakaa chini, unasikiliza kimya na utajifunza mambo mengi. Kwa hiyo mtu yoyote yule, Mtanzania yoyote yule, au hata ni mgeni ila ana kibali cha kukaa nchini, unaruhusiwa wakati wowote ule kesi inaendelea yoyote ile kwenda kusikiliza bila shida yoyote. Ni haki kabisa. Ni haki yako ya msingi. Yaani hilo hata usiofie, kwa sababu ni eneo la public. Ni eneo la wazi la watu ambao haki ya mtu, haki haipatikani sirini. Unaona? Tunakaa watu, tunakaa mnasikiliza bila shida yoyote, safi. Kwa hiyo mtu yoyote anaweza kuamka asubuhi akaenda mahakamani na akasikiliza kesi, hamna changamoto yoyote. Kwa hiyo watu msiogope, twendeni mahakamani, tutajifunza vitu vingi sana huko. Kuna vitu tunaviona huku ni vigumu, changamoto, lakini ukienda mahakamani unajua kumbe siku yangu ya kwanza nikiingia mahakamani nitakiwa nikae hivi, nitakiwa niwe kimya, sitakiwi kutafuna. Kwa hiyo unaenda, wanasema
uweka nywele zako maji kabla kabla hujanywa zako tia maji. Ukiona mwenzio kanyolewa zako tia maji. Kwa hiyo unaenda kujifunza, sio kwamba utakuwa mhalifu baadaye, lakini kujua procedure, huwezi jua kwenye haya maisha nini kitatokea baadaye. Kwa hiyo hivyo. Okay. Alafu pia niliona pia una challenge yako ya katiba. Hiyo hebu pia unaweza ukatuelezea kidogo? Challenge ya katiba ipo hivi. Wajua sheria, watu kujifunza sheria. Shuleni tuna somo la uraia, lakini pia sekondari kuna civics, kuna GS advance. Sasa sheria watu wengi hatufahamu, lakini pia kwenye masomo sijui uraia, GS advance hawafundishi hata katiba, hatujifunzi kwa upana. Yaani tuseme hawafundishi kabisa. Kwa hiyo ili mtu aweze kusoma sheria, aweze kutambua haki zake zilizo kwenye katiba, mpaka awe mwanasheria, isiza awe ana certificate au diploma ya sheria kianza kusoma. Kwa hiyo mimi lengo la kuweka challenge ya katiba ni kuhakikisha kila Mtanzania, sababu kuwa na katiba, mtu yeyote anaweza kumiliki katiba, ni haki yako. Yani unatakiwa uwe nayo. Ukijua vitabu vya dini, Biblia na Qur'an, ni vizuri zaidi pia uko unajua katiba, kwa sababu ina haki zako nyingi za kulinda. Kwa hiyo lengo la kuweka hiyo challenge ya katiba ni kuhakikisha Watanzania sisi wote tunaweza kuwa na kutambua haki zetu zilizopo kwenye katiba, kutambua viongozi wakubwa wa nchi wanapatikanaje. Mpaka leo hii mtu anaweza kawa ajui umri wa kugombea mbunge ni miaka mingapi. Mtu anaweza kawa ajui, lakini kumbe ni miaka 21, na sio lazima uwe una degree, kwa sababu ubunge lazima tu uwe unajua lugha ya Kiingereza au Kiswahili. Kabisa uwe unajua kusoma na kuandika basi. Kikubwa tu unajua kuandika na kusoma. Kwa hiyo hivyo vitu, haki za binadamu, sijui privacy, vimeelezewa kwenye katiba mbele ndani, kwamba kila mtu anatakiwa atritiwe sawa mbele ya jicho la sheria, kwamba hata kama mtu amekamatwa kwa ujambazi, lakini bado anakuwa presumed innocent before the eyes of the law, mbele ya jicho la sheria. Katiba imeelezea. Kwa hiyo ukijua katiba, alafu uzuri ni kwamba mimi nawaambia katiba, msizani kwamba katiba ni technical kama sheria zingine, kwamba ili kuisoma katiba unatakiwa unajua mambo mengi. Hapana, katiba imenyooka, sio kama tofauti na sheria zingine zinakuwa zimeenda zimerudi. Kwa hiyo hivyo, na mimi nawashauri sana, challenge ya katiba inaendelea. Please tafuta kopi yako ya katiba, nenda maduka makubwa ya vitabu, nenda stationaries kubwa, tembelea vyuo mbalimbali ambavyo vinatoa elimu ya sheria. Stationaries za pale nje huwa zina katiba, lakini pia unaweza kwenye smartphone, sasa hivi dunia ipo kiganjani. Kwa watu wenye smartphone unaweza ukaingia Google katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977, wakuletea unataka Kiingereza, ukasearch Kiingereza. Lakini pia kuna app ya serikali Tanzili, ambazo unapata kama ni hukumu ya kesi yako, ukiingia leo Tanzili kama ni hukumu ya kesi yako unaipata. Kesi imetoka jana, lakini judgment unaipata Tanzili. Kwa hiyo ukiingia siku hizi wamerahisisha. Soft copy dunia kiganjani, unakuwa na soft copy yako ya katiba, unajifunza mambo mengi sana. Lakini mna pia hiyo tutapunguza kuilaumu serikali kwamba kwa nini wasianze kufundisha kuanzia huku chini. Tumekuwa watu wazima tayari. Sasa hivi unaweza kama ni mzazi una watoto, unaweza ukawatengenezea wewe misingi mizuri, kwamba hata kama shuleni hawatoi, lakini wewe ukinunua kopi yako unamguide vizuri mtoto wako, anaweza kusoma na kuelewa vizuri bila shida yoyote. Mwanzo kweli unaanza, kuna zile ni kama tu Biblia, mwanzo unaweza usielewe, au Qur'ani mwanzo unaweza usielewe, lakini kadri unavyosoma unakuwa unaelewa. Inawezekana. Okay, na pia na swali lingine nikuulize, like kipindi sasa tumeanza kutengeneza content, ulijuaje kwamba sasa nimeanza kwenda mjini? Yani au ni content ipi ambayo uliifanya ndio kaanza kujua? Sababu unaniambia kwamba uko unafanya vita na baada sasa hivi pia unatobesha sana mambo ya sheria. Sasa nataka tuelezee, like ulijuaje kwamba like kama sasa content zangu hapa sasa zimeanza kueleka, zimeanza kwenda mjini? Yani mimi mwanzo kwanza watu walikuwa wanavutiwa, sijui kushangazwa, sijui. Mwanzo naanza vita nilikuwa natumia speed sana, watu walikuwa wanaandika sana, sijui usipeleke speed, wengine hatuna haraka hivyo. Kwa ile pia watu ikanifanya nilikuja na style yangu tofauti. Umeona, watu wakawa wananifollow kujua mbona huyu anaongea hivi kwa haraka hivyo. Sasa baadaye nilivyokuja kuanza kupost content za sheria, mimi nilipost content ile kuhusiana na usipeleke kesi yako ya madai polisi. Nikawaambia watu, tena nilitumia, niwaambia usipeleke kesi yako na mtu akikupeleka polisi, mfungulie kesi ya kesi ya madai. Nakumbuka hata mimi nadhani ndio video ya kwanza ndio ambayo ilikuja kwenye FYP yangu. Naambia akulipe fidia mtu akifanya hivyo. Sasa hiyo hapo nilipoposti, watu wanashangaa, sababu mtaani kila siku watu wanapelekana polisi kwa sababu ya madai hivyo. Na uzuri tunalishukuru jeshi letu la polisi siku hizi limekuwa makini sana
watu wa madai nawaambia hapana, nendeni mahakamani. Tunashukuru hiyo swala wanazidi kuliboresha. Kwa hiyo nilivyowaambia vile watu kaanza, mbona ni swala tumelizoea, kwa sisi tuende wapi wa madai mahakamani hivyo. Kwa watu wakaanza kunifollow hivyo kwa wingi, na mimi sikupoteza nafasi. Nikasema hii nafasi naitumia vizuri. Kwa hiyo nasema okay, kumbe kuna gap sehemu ambalo watu hawajai kupata tatizo. Yaani kuna ugonjwa watu hawajapata suluhu. Basi kumbe naweza nikasimama kama tiba. Kwa hiyo nikaanza kupush back to back. Nikaona okay, naelewa kuhusu vita, naelewa kuhusu historia. Lakini pia mimi ni msomi, mwanasheria. Kwa nini nisimame kifua mbele kama kuwa suluhu ya tatizo kwa watu? Kwa hiyo nikaanza kutoa elimu ya kisheria. Na namshukuru Mungu, followers wakazidi kuongezeka sana. Yani mzee, yani umekuwa yani account yako imetake off faster sana. Yeah, faster. Na mimi natamani niendelee kuwa faster zaidi. Nashukuru kwa sababu mtu yeyote ambaye ana view account yangu kwa mara ya kwanza anaweza akawaza, lakini akiview mara pia anakutana kumbe sheria bwana inaenda hivi, kumbe ikiwa hivi inaenda hivi. Kwa hiyo kwa mtu yeyote pia kwa mwenye taaluma tofauti na sheria anaweza kaja kuelezea watu wanapenda kujifunza, sema wapi pa kujifunza ndo kujifunzia ndo wapi. Lakini sasa hivi wako sehemu sahihi. Tikisa ushahidi, tunaendelea kutikisa ushahidi kila siku. Pia nakumbuka pia uliniambia kwamba ulianza kuona followers wanapanda, ukaanza kujiuliza ni content gani ambayo imetake off kimeanza kwenda. Ndio hiyo niliposti hiyo kuhusiana na usipeleke polisi madai, lakini pia kuna hiyo ya madai. Mimi niliposti, maana uwaga na tabia ya kuposti video nyingi. Sasa nimeposti hiyo, mwanzo ilikuwa haiendi. Sasa sijui TikTok ilikuwa. Of course, yani waga yani unajua TikTok bana waga by the time tu umepost inatumia watu wachache kuangalia kama hii video je ni mahali. Kwa wakinanili, yani kwa wale watu wachache lese watu 30 wa kwanza. Wasipo react vizuri automatically yani TikTok algorithm ina sense kwamba labda hii video haina value. Kwa hiyo niachane nayo. Kwa sababu unaambiwa kwa kila sekunde yani video milioni na kitu zinauploadiwa TikTok. Kwa hiyo maana yake ile algorithm inabidi ijue kwamba video ipi ambayo ni ya msingi naenda tuipeleke ambayo iende tuachane nayo. Kwa hiyo sometimes unaweza ukawa umepost content ukahisi kwamba labda ile kutake off kwamba inaenda taratibu, lakini ipe muda baadaye unashtukia tu kwa hiyo mimi nimekaa nimeposti video zangu zimejaa za vita, historia, naona followers wanaongezeka, lakini kwenye zile za vita naona likes ni ndogo na comments ni ndogo. Hizi comments zinatoka wapi na wao followers? Kwa kuscroll kule chini ndo nikakuta kuna video inaenda. Kwa hiyo mimi nikatumia ile nafasi nikaipini pale juu. Nikaipini pale juu kwenye ndani yangu kwenye TikTok yangu. Kwa mtu akiview pia account anakutana nayo ile video, anajikuta anatamani aanza kuangalia na zingine. Kwa hiyo mimi nikasema okay, hizi za vita sifuti video, maana yake juu pale ni jaze kwenye top player, nikaweka back to back content za sheria. Namshukuru Mungu zote zikawa zinaenda mpaka sasa hivi watu wanajua, watu wanaanza kusahau kuhusu vita kwamba kwa content za vita hautotufanyia tena siwezi nikatoka frontline ya uwezi ukakimbia. Majeshi ya kimbia vitani tutabaki, lakini kitu ambacho niliamua kufanya ni kwamba vitani nitakuwa naenda na zile vitu vikubwa tu, kwa sababu mwanzo mimi nilikuwa nazungumzia kila kitu kwamba vita ya Russia na Ukraine on ground level nini kinaendelea, yani pale chini on ground, sijui Russia wamechukua kijiji cha Kuliansk, sijui Kharkiv, nini kinaendelea, ila yale mashambulizi makubwa Operation Spiderweb nikawa nazungumzia na vitu vidogo. Lakini kwa sasa hivi kitu ambacho nitajikita nacho zaidi kwenye vita, kwa sababu nimeona uhitaji, watu wanahitaji kujifunza zaidi kuhusu sheria za vita, pia bado zinaenda, ila nitakuwa nazungumza sio on daily basis, lakini kile kitu kikubwa ambacho kinaweza kika affect hata watu wengi, hata dunia nzima. Mfano kama sasa hivi kwamba before kwa ni auongelee surface level, kwa unaenda mpaka deep, umeona vitu ambavyo watu wengine wanakuuliza hizi habari umetoa wapi. Lakini hichi ni chombo kikubwa cha huko ambacho pengine si au tukijui. Mimi naangalia First Sport, naangalia Uyoni, watu wanategemea waangalia Al Jazeera na BBC tu na Sky News labda na CNN, lakini kuna vyombo vingi vya habari huko. Kwa hiyo mimi niko naenda deep, unaenda to the ground level, unakuja na ukipata kubwa unatoa. Kwa hiyo sasa hivi tajitahidi, kwa sababu watu wanahitaji wa kujifunza zaidi kuhusu sheria, na ni kitu ambacho kinatuasili sisi moja kwa moja. Kwa hiyo mimi nitasimama kama kutoa solution kwa watu ambao wanapitia changamoto ya kisheria kila siku, kwa sababu mimi ni mwanasheria, certified mwanasheria. Lakini vita siwezi nikaacha, sababu historia imenikuza, haijawahi kunisaliti. Sure. Kwa kupenda historia na wanasema historia kwamba ni the subject of past, present and future events, kwamba ni somo la yaliyopita, yajayo, yaliyopo na yajayo. Kilichotokea jana ni historia. Unaona?
Kwa ndo maana historia sitoacha sababu ni kitu ambacho kimeni. Okay, kwa kuwa pia na vita, acha pia nikuulize, je, nikwamishe kwenye issue za vita. So je, unahisi hii issue ya Irani na Marekani itaisha au ndo kuna kitu gani tugusie kidogo hapo, kwa sababu pia ni mtu wewe ni mtu ni vitu vyako na tumepata nafasi ya kuwa na wewe, pia tutapata tena lini, lakini naomba tugusie hicho kidogo kwa watu ambao watakuwa interested wa kusikiliza. Ipo hivi sasa hivi wapo kwenye hatua ya mazungumzo kati ya hayo mataifa mawili, Russia na Iran. Donald Trump amepeleka terms za kumaliza vita, ikiwemo kwamba Strait of Hormuz iwe controlled na mataifa yote mawili, yani yasimamie Iran na nchi ya Marekani. Lakini pia Iran aachane na mpango wake wa ballistic missile, lakini pia aachane na urutubishaji wa nuclear. Lakini nchi ya Iran wamekuja pia na counter ya kucounter zile terms za nchi ya Iran za nchi ya Marekani. Wenyewe wanachokisema ni kwamba ballistic missile zao waendelee kuzalisha kama kawaida, lakini pia wenyewe wapo kwenye mkataba wa non-proliferation ule wa nuclear. Maana yake waendelee na mchakato wao wa nuclear ya amani, sio kutengeneza makombora ya nuclear. Lakini pia Strait of Hormuz waendelee kucontrol wao kama ilivyokuwa mwanzo, na nchi ya Marekani iondoe bezi zake zote za kivita zilizopo huko Middle East, kitu ambacho mpaka sasa hivi hakiwezekani. Yani Marekani hawezi kukubali kuondoa bezi zake zote huko Middle East, Mashariki ya Kati, yani aondoe Qatar, aondoe Falme za Kiarabu, haiwezekani. Na pia sasa hivi nchi ya Iran pia hawawezi kuachana mpango wao wa ballistic missile kwa sababu ndio umebaki ulinzi wao pekee. Kwa hiyo tuseme yani ni conversation ya mabepa, ya mafari wawili ambao kila mmoja hawezi kushusha higo yake. Hayupo, hakuna yote anahitaji kushuka. Kwani Iran hawezi kufuata masharti ya Marekani, na tunajua obvious na Marekani hawezi. Haiwezekani kwa sababu hata waziri wa mambo ya nje ya nchi ya Iran Pezekiani alishaweka wazi kwamba sisi hatutoacha vita, hatukuanzisha hivi vita, hatujashambulia taifa lolote. Walioanzisha vita ndio inabidi waondoke. Unaona, waache kushambulia, sisi tutaacha kumshambulia mtu. Kwa hiyo inaonekana vita kuisha ni kwamba pale ambapo Marekani wataacha kufanya mashambulizi. Marekani akiacha, Iran pia ataacha. Lakini Iran amesema yeye haogopi kuendelea kupigana vita, wataendelea kupigana vita, nchi yao wataijenga vita vikiisha. And of course ni taifa ambalo linajisimamia. Binafsi mimi nafurahia kuona taifa kama lile, kwa sababu Marekani amenyanyasa mataifa mengi. Tumeona hicho kifanya Vietnam. Sasa hivi alimteka rais wa Venezuela Nicolas Maduro, lakini pia ameshasema baada ya Venezuela Cuba itafuatia. Kwa hiyo inaonekana rule control ya dunia sio tena sheria, ila ni nani mwenye nguvu, kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo Marekani kama atakuwa humble na nchi ya Iran itakuwa vizuri zaidi, kwa sababu mataifa mengine pia yatakuwa at peace. Kama sasa hivi Cuba anawaza itakuwepo na changamoto baadaye, kwa sababu Donald Trump kashasema hilo swala, tumeona kitu mtokea Maduro. Kwa hiyo koma nake tuseme kwamba pia Trump yeye aliamini kwamba kama halivyoimaliza hiyo ya Venezuela ndani ya muda mfupi, kwa aliamini hata Iran ingeza kunanili. Na hicho ndo changamoto, alimuenda underestimate adui yake. Hilo ndo kosa kubwa ambao amelifanya Donald Trump, kwamba anajua kabisa taifa la Iran lina historia kubwa. Wamekuwepo kabla ya Marekani, wamekuwepo kabla ya Yesu Kristo. Wameshapigana vita na Roman Empire, walijaribu kuichukua, lakini Roman Empire ilipigwa. Na sababu mojawapo za collapse kwa Roman Empire ni pia ile vita ambayo ilipigwa na nchi ya Iran ambayo kipindi kile inaitwa Persia. Kwa hiyo ni taifa ambalo lina historia kubwa. Watu wake wale sio Waarabu, ni Waajemi. Watu wake wana historia kubwa ambayo inaendelea kuwafanya imara mpaka leo, na hawajawahi kuyumba kwenye misingi yao. Kwa hiyo vita ambavyo wanaenda kupigana nchi ya Marekani, hapigani tu na taifa dogo ambalo limekaa kinyonge, lakini anaenda kupigana taifa lenye historia kubwa la watu ambao wanajua ni wapi wametoka. Sababu mimi huwa naamini kuna watu wanasema historia inatusaidia nini, ndio kutufundisha hivi. Usipojua unapotoka, huwezi kujua unapoelekea, inakuwa changamoto. Mataifa yote makubwa Russia wanajua walikotoka, na ndio maana wanakoenda kuna mafanikio mazuri. Wale wametokana na Vikings. Bwana, sasa hivi tunakuja kuona wenyewe wanaamini kuongozwa na mtu strong, ndio maana kuna Vladimir Putin madarakani mpaka kesho. China wanajua historia yao, wametoka katika utawala wa kina Chiang Kai-shek, wamekuja kupata utawala wa Mao Zedong, na mpaka leo hii chama ni kimoja. Maana yake wana historia strong, wanajua asali za ubepari walizozipata, na ndio maana mpaka leo wameendelea kubaki na hii new jamaa, japo sasa hivi tunasema ni modern socialism. Ndio maana wanaendelea kubaki nayo, na bado wana malengo makubwa kuendelea kubaki hivi. Nchi kama North Korea wanajua walikotoka. Kwa hiyo nchi kama Iran kuweza kuidefeat vitani mpaka wakasurrender ni vigumu, lakini pia wana proxies wengi. Hezbollah wapo tayari kupigana kwa ajili ya Iran. Wahausi pia wameshatangaza kwamba lazima waingie vitani kuisupport Iran, na leo tarehe 28
wameripoti kufanya shambulizi kwa meli moja ya nchi ya Israel. Kwa hiyo maana yake Iran bado anawashirika, na kumekuwepo na matatizo mengi, wanaiblame pia Urusi kwa kuisupport Iran. Kwa hiyo tukiachana na propaganda za Marekani, in instance wao unahisi Marekani Iran in terms of military na nini yuko very strong, kwamba anaweza kumface Marekani? Yani in real sense unahisi kwamba Iran jeuri alionayo ni yani kwamba anajua kwamba uwezo wa kumface Marekani anao, kwa sababu pia nakumbuka Trump alisema kwamba kwamba ataleta wanajeshi wake aivamie on ground. Yule msemaji ni msemaji wa Iran akasema kwamba tunakusubiria tu waziri mkuu wa Iran. Hivyo hivi Marekani anapigana vita akiwa mbali na nyumbani, maana yake hawezi kuleta strong equipment nyingi. Paka sasa hivi tunaona Marekani tutamheshimu kwamba ni taifa nguvu kubwa na lenye nguvu duniani, tutaliheshimu hivyo. Katika nguvu yake pia tunaanza kuwa na doubt, japo kuweza kuidefeat kabisa nchi ya Iran na kwa kupigana kwa distance hiyo, yani anategemea haya mataifa ya hapa ya Uarabuni kuweza kuishambulia Iran. Kushinda hiyo vita ni vigumu sana, kwa sababu Iran ni taifa ambalo limeinvest kwenye missile capability yao, ballistic missile wameinvest sana huko, kwa sababu siku zote walikuwa wanajua kitu ambacho kitaendelea kuilinda taifa la Iran ni missile capability, na wameendelea kuinvest huko na hiyo teknolojia. Dunia kuna makombora mengine wanatumia hata Iron Dome halo inashindwa kuweza kudetect hayo makombora. Kwa hiyo maana yake wamejizatiti sana katika kujilinda. Kwa hiyo mimi naweza kusema ni kwamba hivi ni vita ambavyo samanini kwa mashabiki wa Marekani, lakini kwa Marekani akiwa mbali hivyo hawezi kushinda vita. On ground level wanajeshi wa Marekani hawako trained kupigana kwenye vita vya milima ya nchi ya Iran. Hawako trained hivyo, sababu training wameipata Marekani, wamepata mataifa mbalimbali, lakini hawana experience vitani. Unaenda kupigana na watu ambao wana experience kwenye nchi yao ya kupigana vitani, na hatuongelei wanajeshi wa taifa dogo la Kiafrika, hatuongelei wanajeshi kama Vietnam, tunaongelea commandos. Wanajeshi wa RGC ni commandos. Tunaongelea watu ambao wamekuwa trained muda mrefu, tunaongelea Hezbollah, tunaongelea Wahausi, watu ambao wamejifua kwa muda wote kwa ajili ya kupigana na Iran, kwa sababu mara zote kwa ajili ya kupigana na Marekani, mara zote ukija kuwasikia Iran walikuwa wanajipanga kila siku kwamba utasikia zile chances zao bungeni, death to America. Ndio maana hata yule Osama waziri mkuu alisema kwamba we've been fighting wars for many years na tulijiandaa, tulikuwa tunajua kwamba hii siku itafika, hii moment lazima ifike. Kwa hiyo ni taifa ambalo tayari kwa imeshajiandaa, kwa sababu hata kile kisiwa cha Kaga Island ambacho Marekani anajaribu kuivamia, Iran wameshajaza wanajeshi kule, takriban wanajeshi 1,000,000. Wanajeshi wa Marekani wanapelekwa, wanaandaliwa 50,000, lakini wanaenda kukutana na watu 1,000,000. Watu 1,000,000 ambao wanaenda kupigana sio kupona, kufa. Wale ni wana imani kali ya Kiislamu. Hawaendi kupigana kwa ajili ya kupona, wanaenda kupigana kwa ajili ya kufa, kwa sababu wanaamini akifa vitani ndo kwa imani yao. Na kitu kingine pia Marekani anasema kwamba mule yani almost asilimia kubwa ya watu wa Iran wanamsupport yeye kwa sababu hawasupport serikali ya Iran. Je, ni kweli unahisi kwamba Wairani wote wako against na mfumo wao wa uongozi ambao wako nao, ndio maana wanamtaka Trump aje wasaidie? Hapana. Irani, kuna siku moja nimemsikiliza waziri mkuu wa Irani kasema kwamba, waziri wa mambo ya nje kasema kwamba sisi ndani ya nchi tunaweza kuwa tuna matatizo yetu binafsi, kwa hiyo tuna matatizo ya kitaifa, lakini nikija swala la uvamizi wa watu wengine kutoka nje tunaacha tofauti zetu, tunasimama kama taifa moja kupigana na hizo changamoto za nje. Tutaendelea sisi, tutasolve tatizo letu la ndani. Kwa hiyo hoja ya kwamba nchi ya Marekani inasapotiwa na watu wengi, hapana, kwa sababu tuliona maandamano kabla ya vita, lakini sasa hivi kuna vita hakuna watu wanaoandamana. Hata yule ambaye wanasema Crown Prince ambaye anategemea kuja kuchukua madaraka, labda mapinduzi yakitokea, yani utawala wa Iran kuondolewa, Paz hajakulia nchini Iran, kakulia ughaibuni, kwa sababu baada ya mapinduzi ilibidi waondoke. Kwa hata ndani watu washazoea utawala ule. Kweli changamoto zipo, lakini kama taifa ni kama taifa lolote lile duniani, tunakuwa na changamoto zetu za ndani, lakini inapotokea mtu mwingine anakuja kutishia uhuru wetu, inabidi tupigane na mgeni, alafu sisi tutaendelea kusolve changamoto zetu za ndani. Na kitu kingine pia tutakuwa nasema kwamba Trump kupeleka wanajeshi wake Iran ni kama suicide. Ni suicide mission. Itakuwa ni very risky kupeleka wanajeshi nchini Iran, kwa sababu unaenda kupigana na watu ambao wameshajiandaa kupigana vita na wewe, hata kabla ya wewe kufikiria kuanza kuwashambulia, kwa sababu ni kitu ambacho wamejiprepare long time.
maana yake pia wana silaha za kutosha, wana wanajeshi ambao wana experience kubwa. Lakini pia ukiachana na wanajeshi wenye experience kubwa kutoka kwenye taifa lao, bado kuna proxies wanao wengi, kuna Wahausi ambao wamepigana vita muda mrefu, kuna Hezbollah wamekuwa wakipigana vita muda mrefu na jeshi very advanced, jeshi la Israeli. Kwa hiyo wana experience na vita. Kwa hiyo maana yake kuwapeleka Kharg Island wanajeshi wa nchi ya Iran ni very risky, na ni kitu ambacho Donald Trump atakuja kuwa blamed baadaye, kama ilivyotokea kwa vita Vietnam. Wanajeshi waliopigana vita Vietnam mpaka leo hii watu wanalalamika kwamba kwa nini tulienda kupigana vita Vietnam. Yaani hakukuwa na sababu ya msingi. Hakuna sababu ya msingi ya kwenda kupigana vita Vietnam. Unaona? Kwa hiyo blame walioipata, lawama waliozipata wakati ule wa Vietnam huo ndo hizi ambazo Donald Trump akifanya hilo kosa tena. Kwa sababu hata sasa hivi Marekani kuna changamoto. Leo kulikuwepo na maandamano, wanasema no kings in America, kwamba watu wanapinga hizo vita ambavyo wanafanya Donald Trump, na ameingia kupigana vitani hakushirikisha hata Pentagon walikuwa hawajui. Amefanya yeye kama kuingia vitani, kaja kudiscuss nao baadaye. Unaona? Kwa hiyo hata Wamarekani wenyewe asilimia kubwa wanaisupport Iran, kwamba huyu kiongozi aliyopo ni dikteta ambaye hafai kuwepo. Mtu tuliyemtegemea tutampa power atakuja kuwa mzuri, na alisema atahakikisha amani itakuwepo duniani. Kwenye kampeni yake alikuwa anasema atamaliza vita ya Russia na Ukraine kwa siku 2, lakini yeye kaja kuanzia vita nyingine. Yaani kwamba kwenye kampeni zake wakasema kwamba yeye sio mtu wa violence, vita na nini, lakini yeye ndo kaja kaanzia vita vingine, kaja kamchukua Maduro, kaja kaishambulia Iran, bado anasema anataka kuichukua Cuba. Kwa hiyo Marekani watu wako furious sana. Pia kingine watu nilikuwa nasikia wanasema kwamba Iran jinsi ilivyo tu kwamba imezungukwa na milima, yani kwamba ina milima mingi. Kwa hiyo kupeleka wanajeshi katika yale mazingira, kwa sababu Iran kwanza maeneo ile milima zile caves anazifahamu vizuri. Kwa hiyo wanajeshi kwenda kule ni kama suicide sana. Yeah, very suicide, kwa sababu ule ni uwanja wangu, uwanja wa nyumbani. Yeah. Yaani milima mimi ndo najua hapa kuna tundu nitatokezea, kuna njia, ama nimeingia humo nimeharibu. Kwa hiyo sasa tu expect lini hivi itakuisha, au ndo sasa mimi nitasema kulingana na taarifa wao wanazozitoa. Nimemsikiza JD Vance, makamu wa rais wa nchi ya Marekani, akasema itachukua few weeks. Iran wenyewe wamesema kwamba sisi tuko tayari vita kuisha wakati wowote pale ambapo Marekani na Israel wataacha kufanya mashambulizi. Sisi hatutoshambulia, sisi tunajilinda. Kwa hiyo kwa upande wa Iran wenyewe hapo clear, ila huku Marekani ndo, kwa sababu ni aibu tena kuiambia dunia kwamba, kwa sababu wiki ya kwanza alisema tumeshashinda vita, wiki ya pili kaomba msaada kwa mataifa ya Ulaya akamkataa. Uingereza alikataa kuingia vitani, Ufaransa akakataa kuingia vitani, Ujerumani wamekataa kuingia vitani, Canada wamekataa kuingia vitani. Wamesema hivi ni vita ambavyo ulivianzisha mwenyewe, vimalize mwenyewe. Kwa hiyo wiki ya pili vita vikawa vigumu. Wiki ya tatu kujaribu kuzungumza na Iran, kitu ambacho Iran wamekataa. Kwa hiyo maana yake Marekani akistopisha mapigano, Iran wenyewe wako tayari, wanasema sisi tukiacha kushambulia tutaacha kushambulia hivyo. Sasa inabidi siku yani najua leo tulikuwa tunataka kuongea nje ya vita, lakini inabidi tuje yani session nyingine tuzungumzie geopolitics, kwa sababu ni vitu actually mimi ni vitu ambavyo napenda sana kufuatilia. Kwa sababu pia mimi ni mpenzi sana wa let's say hizi movies ambazo zinahusiana mambo CIA na nini. Kwa sasa ninavyoona hii kitu inavyoendelea ni kama vile naangalia, ni kama vile nina check unaona movie reality vitu yani ni kama naona movie katika uhalisia. Kiukweli yani actually Trump anajeuri sana. Yani ile jamaa yule jeuri alionayo kiukweli. La jeuri. Ni jeuri nani sana. But anyway, kiukweli leo kiukweli niseme kwamba Cleo actually even niendelee Cleo actually Cleo na nashukuru sana kuwa na wewe, yani kupata na mwitikio wako leo. Tumekutana tumepiga story 2-3 kikweli. Pia tukisema tu kwamba unachokifanya mimi kikweli kinaniinspire sana na nakipenda sana, kwa sababu unaonyesha ni jinsi gani kwamba hata haijalishi uko katika mazingira gani, labda tuseme kwamba una gears ambazo ni sahihi, una si kamera ambayo ni sahihi, lakini kama una kitu ambacho ni cha msingi au kama una maudhui ambayo ni mazuri, kisikustopishe kufanya kile ambacho unataka kukifanya. Kikweli sisemi asante sana, keep going, endelea kupush kikweli, unatusaidia wengi. Na mimi nitaendelea kusisitiza fungua account ya Instagram. Tajitahidi ya Instagram na YouTube pia. Tajitahidi mauzui kwa upana zaidi. Sure. Na make sure pia unajipatia t-shirt yako ya Tikisa. Actually watu wangependa kuiona. So hakikisha kwamba
nunua t-shirt yako ya tikisa. Actually kama unamfahamu Mr. Cleo, nadhani content zako unazifahamu, zinatusave sana. So by the time utakapokuwa umenunua hizi t-shirt, sio ni kwa sababu ni kwanza unakuwa una show love, lakini pia utakuwa una support harakati nzima za yeye kitu anachokifanya. Actually acha nimrudishie mpira aweze kuzinadi vizuri. Yeah, hivyo hivi. Kama nilivyowaambia t-shirt zetu hizi hapa tayari. Kama nilivyowaambia t-shirt zetu hizi hapa tayari zimetoka. Tikisa ushahidi. And of course wazo la t-shirt nileta kutoka kwenu nyie associates, na nikawaambia kwamba tunahitaji kuendelea kuimprove, na mkasema ni wazo zuri, na uzuri ni kwamba tukapata associate mwingine ambaye akaja tukashirikiana kuhusiana swala la joint venture. Nadhani niliwaambia. So t-shirt zetu sasa zipo dukani na ni shilingi 25,000 tu. Na clarify, t-shirt zetu ninazo mimi hapana, mimi ndo nitakuwa nakuuzia wewe moja kwa moja. Sina duka. Kuna watu wananiuliza tunazipata wapi? Sina duka, lakini naweza nikakutumia sehemu yoyote ulipo kwa uaminifu 100% ukaendelea kutisha na kutikisa ushahidi. Nakwambia nunua t-shirt sio tu kwa ajili ya kununua tu t-shirt, lakini ukitoa kiasi chako cha fedha utakuwa umeendelea kupush na kusupport sana kwa hichi ninachokifanya, kuendelea kuelimishana namna gani ya kudili na changamoto mbalimbali za kisheria. Kama kawaida usiache kutikisa ushahidi. Tikisa. Na ukinunua t-shirt utakuwa umetikisa sana kibabe. Kwa hiyo ipo hivyo. Karibuni sana, msiache kufollow hii account, kucomment na kushare, na mshirikishe rafiki yako ambaye utahisi kwamba hichi kitu kinamfaa sana. So tikisa ushahidi. Yeah. So Mr. Cleo kama nadhani kashamaliza. Make sure unajipatia t-shirt yako kama una support kile anachokifanya. Actually anatusaidia sana. Kwa utakapokuwa umenunua t-shirt utakuwa umeshow love, lakini pia umesupport harakati za vitu. Na actually nimekuwa nikisema kila siku kwamba kamera basi tuchukue basi t-shirt ili muweze kusupport kile anachokifanya. Atuletee kamera ambayo ni kali. T-shirt tuna hapo ndo kwenye kusupport jitihada tuimprove tutamwona. Atawaletea kamera ambayo ni nyama, yani simu ambayo ni kali sana, mpate content ambazo ni nzuri. Tikisa ushahidi, tikisa na t-shirt. Iko hivi. Yeah. So guys, bana leo nilikuwa na Mr. Cleo. I think nitakuja kukutana naye tena kama kiniruhusu, nitakutana naye tuongee issues za geopolitical vizuri, aweze kuchambulia vitu vikoje na nini. Najua sasa hivi kuna propaganda nyingi sana ambazo Marekani anazipush kuhusiana na hii vita. Kila mmoja anaongelea lake na nini, lakini I think tutatengeneza siku Mr. Cleo aje clarify vitu, aongelee vitu na vitu hivyo. Lakini pia unaweza ukacheki kwenye ukaenda kumcheki kwenye account yake ya TikTok, anatumia Mr. Cleo. Lakini hata ukisearch pale neno tikisa utaona content zake, kwa sababu ni neno ambalo tayari limesha trend sana. Kwa hiyo neno sidhani kama kuna kitu ambacho kina relate na tikisa ambacho akimuhusu yeye kitokuepo. Yeah, kabisa sidhani. Kikitokea hicho kitu inabidi uniambie twende tukatikise huo. Yeah, sure. Kwa hiyo ukienda tu pale TikTok ukiandika tu tikisa utakutana na account zake. Make sure una follow na show love pale. Kiukweli utapata madini mengi sana, kwa sababu vitu anavyovielezea anaelezea sheria katika lugha ambayo ni nyepesi sana, kila mtu anaelewa. Kwa hiyo unaweza kahisi kwamba content zake uzitaje, lakini I'm sure kuna siku itafika point, kuna kitu utafika sehemu utabanwa, lakini the only way ya kuchomoka ni kwa kupitia vile ambavyo anatuelekeza. So make sure una follow page yake, na amesema soon atakuja na account ya Instagram. Kwa msiona wasiwasi kama ambao unauliza account yake Instagram, soon itakuja. Na YouTube pia tutakuwepo. Yeah, of course, na YouTube pia. Hizi umeona na madini sana. Kwa anahitaji muda kuwa, yani nikisema niongee naye hapa tuwezi kukumaliza. Tuwezi kumaliza. Yeah, hii video inaweza isiishe. But pia anasema atakuja na YouTube channel yake, atakuwa na vile ambavyo anakuwa anavielezea TikTok ni vifupi, lakini akija YouTube zaidi atakuwa anavielezea kwa upana zaidi. So thanks for coming. Pamoja sana. Tuendelea kutikisa ushahidi. Yeah, tuendelee kutikisa. So guys, let's meet on the next one. Nilikuwa na mimi leo, nilikuwa na Cleo. Vitu vingi vinakuja. Make sure una subscribe kama bado huja subscribe. Make sure una subscribe, like na share this video kama mtu ambaye unahisi itamsaidia. So guys, till next time, peace out. Yeah. Pamoja sana.